ya mama yetu pia. Tunakuomba utujalie kanisa lako kwa kutegemezwa na upendo wake na kustawi siku kwa siku, lifurahie utakatifu wa wanawe na kuzivuta familia zote za mataifa zije kukumbatiwa naye, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya, sura ya 7 aya ya 1 hadi ya 9. Ilikuwa katika siku za Ahazi mwana wa Yothamu mwana wa Uzia mfalme wa Yuda, Reseni mfalme wa Shamu, na Peka mwana wa Remalia mfalme wa Israeli, wakapanda wakaenda Yerusalemu ili kupigana nao, lakini hawakuweza kushinda. Kisha watu wa nyumba ya Daudi wakaambiwa kwamba Shamu wamefanya mapatano na Efraimu, na moyo wake ukataharuki, na moyo wa watu wake kama miti ya mwituni itikisavyo na upepo. Basi Bwana akamwambia Isaya, haya, toka umlaki Ahazi, wewe na Shear-Jashub mwana wako huko mwisho wa mfereji wa birika la juu, na katika njia kuu ya uwanja wa dogo, ukawaambie, angalia, ukatulie, usiogope wala usife moyo, kwa sababu ya miaka hii miwili ya vingi hivi vitokavyo moshi, kwa sababu ya hasira kali ya Resini na Shamu na mwana wa Remalia, kwa kuwa Shamu amekusudia mabaya juu yako pamoja na Efraimu na mwana wa Remalia, wakisema, haya, na tupande ili kupigana na Yuda na kuwasumbua, tukabomoe mahali tupate kuingia na kuumilikisha mfalme ndani yake, huyo mwana wa Tabeeli. Bwana Mungu asema hivi, hili neno halitasimama wala halitakuwa, kwa maana kichwa cha Shamu ni Dameski, na kichwa cha Dameski ni Reseni. Na katika muda wa miaka 65 Efraimu atavunjika vipande vipande, asiwe kabila ya watu tena. Kichwa cha Efraimu ni Samaria, na kichwa cha Samaria ni mwana wa Remalia, kwamba hamtaki kusadiki, bila shaka hamtathibitika. Neno la Bwana. Wimbo katikati kitikio. Mji wa Mungu wetu ataufanya imara hata milele. Mji wa Mungu wetu ataufanya imara hata milele. Bwana ndiye aliye mkuu na mwenye kusifiwa sana katika mji wa Mungu wetu, katika mlima wake mtakatifu. Kuinuka kwake ni mzuri sana, ni furaha ya dunia yote. Mji wa Mungu wetu ataufanya imara hata milele. Mji wa Mungu wetu
pande za kaskazini, mji wa mfalme wetu mkuu. Mungu katika majumba yake amejijulisha kuwa ngome. Mji wa Mungu wetu ataufanya imara hata milele. Mji wa Mungu wetu ataufanya imara hata milele. Maana tazama, wafalme walikusanyika, walipita wote pamoja, waliona mara wakashangaa, wakafadhaika na kukimbia. Mji wa Mungu wetu ataufanya imara hata milele. Mji wa Mungu wetu ataufanya imara hata milele. Papo hapo tetemeko liliwashika, utungu kama wa mwanamke azaaye. Kwa upepo wa mashariki wavunja jahazi za Tarshishi. Mji wa Mungu wetu ataufanya imara hata milele. Mji wa Mungu wetu ataufanya imara hata milele. Shangilia! Unifahamishe nami nitashika sheria yako, nitaitii kwa moyo wako wote. Haleluya! 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 iliyofanyika kwenu ingelifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zao siku ya hukumu kuliko ninyi. Nawe Kapernaumu, je, utatukuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu? Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika katika Sodoma, ungalikuwapo mji huo hata leo. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, neno la Mungu leo linatuponya. Bwana wetu Yesu Kristo anazungumza na sisi, sio neno la kihistoria kwa vile
yamesemwa miaka mingi iliyopita, lakini neno la Mungu ni hai. Kwa hiyo tuone kwamba Yesu amezungumza na sisi. Ndugu wapendwa, swali linakuja, je, mioyo yetu ina uwezo wa kusikia? Na masikio ya mioyo yetu yanasikia? Si vizuri kama tukisali yale maneno ya maandiko matakatifu yanayosema, fungua mioyo yetu ili Bwana, ili tuweze kuyatunza maneno ya mwanao. Ndugu wapendwa, katika Injili ya leo tunamwona Yesu kuna miji anaikemea. Anajua kabisa imetendeka miujiza mingi sana. Mbona miji ile haiguswa? Labda mimi na wewe tungekubali pia kwamba ni kweli haya yametokea kwa wale, lakini labda turudi sisi kwetu. Je, ni miujiza mingapi ya Mungu ambayo inatokea lakini haitugusi? Mimi nafikiri hata tuchukulie pia kwamba hata ugeni wa mama Bikira Maria ni tendo la pekee kwetu. Kitendo cha kuamka leo asubuhi tukiwa wazima ni muujiza. Kitendo cha kushiriki misa, na katika misa tunakutana na Yesu au tunakutana na Mungu katika neno lake. Wakati wa mageuzo yanapofanyika pia Yesu anakuwepo kati. Tunapokea Ekaristi Takatifu, tunapokea masakramenti. Lakini je, hayo yametubadilisha kiasi gani? Tukirudi kwa wafuasi wa Yesu, hata mitume wake na wale wengine, zamani kule Misri, Musa Farao aliweza kuona miujiza ile aliyofanya Musa kwa mkono wake, inayoonyesha Mungu kweli yupo katika mtu huyu. Hawakugusu, Farao hakugusu, alibaki katika ugumu wa moyo wake. Yesu alionyesha miujiza mingi au alitenda miujiza mingi, sio kwa lengo la kujionyesha, kwa lengo la kusaidia wokovu wao. Lazaro alifufuliwa, watu wakaenda wakashangaa, ikaishia pale. Hata hivyo, Yuda pia alishuhudia miujiza mingi, lakini ili alikuahirisha kumsaliti Yesu. Yako na mambo mengine mengi sana ndugu zangu. Swali la msingi au basi jambo la msingi ni hili kwamba aliye mnyenyekevu akaguswa na neema ya Mungu ndiye anayeweza kufaidi wokovu wa Mungu. Leo Yesu anapokemea miji hii, anasema miujiza iliyotokea kwa kweli ingalifanyika. Anataja Tiro na Sidoni, anataja Sodoma, watu wa Sodoma, anasema miji hiyo ingalikuwepo. Labda mimi na wewe tuweke majina yetu pale leo. Hebu tulifanye kwamba Yesu ndio anaongea na mimi binafsi, tuachane na wale wengine. Ni mara ngapi nimemwomba jambo amenipa? Ni mara ngapi nilikuwa mgonjwa nimeponywa? Ni mara ngapi nilikuwa na uhitaji nimesikilizwa? Ni mara ngapi kulikuwa na hili na lile, hata muujiza ulionekana? Basi tunamwomba leo hayo maneno yake kwamba, lakini hitimisho la maneno ya Yesu ni magumu zaidi. Nasema, walakini nawaambieni, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake
siku ya hukumu kuliko wewe. Labda turudi kwamba siku hiyo watu hao watakuwa rahisi kustahimili kuliko mimi. Ndugu zangu, basi tunaona kabisa kwamba kanisa linatuwekea, au Mungu ametuwekea kanisa lake, ametuwekea watakatifu. Kwa kwanza Mama Bikira Maria, mama ambaye hana mambo yote, na tunakumbuka pale wakati anakaribia kujifungua kwa ajili ya mwanaye, hakupata nafasi kwa watu wake. Mwishowe ilibidi aende kwenye pango la wanyama. Lakini mama, mbona si angesema hamuoni kwamba mimi ni mama wa Mungu, nimejaa neema? Hamuoni kabisa jambo hili? Kimya kabisa. Mama anatuangalia tu, lakini anatuonea huruma. Nilisikia ujumbe uliotolewa na wageni wetu wa Mama Bikira Maria. Wote tunajua yale matukio mbalimbali ya mama yetu kwa watu mbalimbali, wakiwemo watoto wa Fatima walivyoelezwa, akiwemo Benedetta kutokewa mara 18 watokewa wale, na hata Benedetta naye, hao waliotokewa baadaye hata pia hawakuwa wanajivuna, si kutokewa, wangekuwa na tambo wanapita huku na kule, magari yasimame kwanza apite yeye. Daima alisema hivi Benedetta warudi aliyetokewa mara 18 kwamba watu walikuwa wanamuona, wengine ndio walikuwa wanamuona ni mtakatifu, lakini yeye daima alisema msishangae kuniona ninaiva kule kwenye moto wa toharani, huku ninyi mnakimbilia mavazi yangu kama masalia, mnakimbilia rozari zangu, mnakimbilia vitu nilivyovitumia. Bora zaidi mniombee, au tuombeane, hakuwa hamna aliyefika mateso ya toharani. Basi ujumbe wa mama unafanana na ujumbe wa mwanae daima. Mama hakutenda kinyume na mwanae, kwamba tubuni ndugu zangu, tubuni. Unaona jinsi alivyoeleza, anaeleza mjumbe, nilimsikia kwamba wale watoto wale wawili walichukuliwa haraka, wale wengine, yule mwingine Lucia alibaki muda mrefu ili mpango wa Mungu utimie. Naamini na kanisa litamtangaza, mchakato utakuwa na taratibu zitakuwa zinaendelea kwa maisha yale, lakini hata na hivyo daima tunasikia kwamba, au tunajua, si kusikia, kanisa Katoliki haliharakishi, lina hatua zake mbalimbali. Kwa hivyo ndugu zangu, mwaliko wa tubuni, mara nyingine anasema inatosha, Mungu tumemtukana ya kutosha. Na mwaliko ni nini? Kutubu, tupokee sakramenti ya kitubio, tusali rozari. Ndugu zangu, pengine rozari, je, wanaosali ni wengi au ni wachache? Mungu ndio anajua. Wanaoitikia mwaliko huo ni wangapi? Mungu anajua. Mara nyingine changamoto pengine ipo ya kuona pengine labda ni sala ndefu. Papa Yohane Paulo wa Pili anatuambia, ambaye tunajua aliongeza yale mafumbo ya mwanga, alisema kwamba tusali rozari tukiwa tunatembea, tukiwa tunaenda kazini, tukiwa sokoni, tukiwa wapi, tukiwa kwenye gari. Sema tunajua ni sala rahisi, na kila anayesali kweli kwa dhati anapata amani. Msikia, na ni kweli ndivyo ilivyo. Msikia mjumbe anasema, Francis aliambiwa kwamba itakubidi wewe utaenda mbinguni, lakini itakubidi usali rozari nyingi. Kama Francis yule mtoto mdogo, ndio swali linakuja. Francis mtoto yule mdogo anaambiwa hivyo, hivi mimi na wewe, sisi wakubwa hivi, tuna makosa kiasi gani? Sawa, nawezekana tukasema tumeshaungama, lakini tuna madeni kiasi gani? Naomba nitoe mfano moja uliotokea miaka ya karibuni. Kulikuwa na baba moja ambaye inaonekana alikuwa ni askofu inavyoonekana.
Sasa baadaye alifariki. Alipofariki, baadaye Yesu anamtokea mmoja wa watawa wa kike, anamwambia nitakuruhusu uongee na fulani, yuko katika utukufu. Akamweleza ni kitu gani kilimsaidia kupata utukufu wa Mungu. Alieleza kwamba kwa sababu pia alikuwa amekubali groto ya huruma ya Mungu iweze kujengwa. Hili ilikuwa sinani moja wapo. Watu wengi wameenda hapo wameiji hata huruma ya Mungu. Lakini basi alipokuwa anazungumza naye akamruhusu. Akamwambia niko katika hali ya utukufu sasa hivi, lakini ili nibidi nipitie toharani na nimekaa huko muda gani hata sijui. Basi yule anajibu baadaye, yule dada huyo mtawa anajibu, anasema baba askofu, ilikuwa ni jana tu maziko yako yalifanyika hapa Roma, na unasema ujui imekaa toharani kwa muda gani? Ndio tuone kwamba mafumbo ya kimungu kwamba miaka 1000 inaweza kuwa kama siku moja, siku moja inaweza kuwa kama miaka 1000. Basi ndugu zangu, hii inaonyesha kwamba inawezekana. Kwa hiyo kwamba hata muda mchache wa kupita toharani unaweza kuwa ni kama miaka kadhaa au 20 au 80 ya duniani. Basi lakini basi kikubwa kwamba mioyo yetu iguswe, kila mmoja wetu asali kile alichoambia mama. Alisema kama maagizo yangu yatafuatwa duniani tutapata amani, kama hayatafuatwa ndio kama hayo yanayotokea. Basi tumombe mama Bikira Maria amwombee kila mmoja wetu, kila mmoja. Ningeomba mimi nitafanya hivyo, apeleke jina lake kwenye yale maneno ya Yesu. Yesu alikuwa anaambia miji ya Bethsaida, Kapernaum, hayo wewe peleka jina lako pale fulani fulani, kama miujiza ambayo wewe katika maisha yako umefanikiwa kuona au kupokea, basi ingelitokea kwa fulani au kwa wengine, kuangalisha tubu. Lakini moyo wako ni mgumu au moyo wangu ni mgumu. Kumbe tunaishia kwenye kushangaa muujiza unapotokea. Tuombe basi neema yake ituguse ili mioyo yetu ikubali kubadilika. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba tusimame. Sasa tumpelekee Mwenyezi Mungu maombi yetu kwa maombezi ya Mama Bikira Maria na Fatima, kama alivyotoa changamoto ile ya kwenye harusi ya Kana, akawapatia waalikwa kwenye harusi wa kupata rufai. Basi nasi tumpelekee maombi yetu aweze kutendeka vizuri mbalimbali. Mama, tunakuomba kwa wema wako ulilinde kanisa lako na waamini wake, basi liweze kweli kuendelea kutoa huduma zake kwa taifa lako. Bwana, Bwana Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, uziangazie familia zote zinazopambana katika maisha ya kila siku, zikikabiliana na changamoto mbalimbali za maisha, ziweze kuimarika, ziweze kukushuhudia wewe katika Injili yako. Changamoto hizo zisiwe sababu ya kufanya familia hizo ziweze kutengana na hivi kusambaratika. Basi waweze kuyapokea kwa moyo wa shukrani changamoto hizo, na hivi kuweza kuendelea kuishi kadiri unavyotaka wewe. Bwana, tunakuomba usikie. Mama Bikira Maria, tunakuomba uwajalie waamini wote waliopokea katika jina hili la Mungu kutoka mwanzo mpaka sasa kuhitimisha leo, uwajalie maombi yao yote walioomba vema, na wale ambao wajua tunaomba kuomba lakini shida za wote wazijua, uweze kumwomba mwanao Yesu Kristo awajalie kuzipata. tunakuomba usikie. Yesu Kristo
ambayo inafadhaisha maisha ya sisi hapa duniani, hasa mataifa madogo. Simamisha vita iliyoko Irani na mataifa haya mawili yanayopambana na Israeli pamoja na Marekani, inayotuathiri sisi watu wachache walio wengi katika dunia hii. Maisha yetu ya kibinadamu ya kiroho yanakwama. Ondoa vita katika bara letu la Afrika. Mapambano ya Kongo yasiyoisha. Wenzetu wa Sudani wanaokufa bila kujua lini vita itasimama. Na neema pekee itujie taifa letu la Tanzania. Naomba amani yetu iweze kurejea. Tusije tukaona mambo mengine ya damu kama tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Tujalie amani ya pekee kwenye familia zetu. Kila mmoja atambue kwamba haki haipatikani pasipo sisi binafsi kuwajibika. Rejesha amani ya kutosha katika ndoa zetu. Rejesha amani ya kutosha katika wana wa familia, hasa watoto wasikilize wazazi, ili tuweze kudumu katika amani ile ya kweli ambayo tunaitarajia. Kila mmoja awajibike. Hasa tuomba sana kwa ajili ya watawa na mapadre ambao ule mwovu ibilisi anawaandama zaidi, ili anguko la kanisa liweze kuwa kubwa kwa imani yetu tulionayo kwao. Bwana, twakuomba usikie. Twakuomba usikie. Mungu mwanao Yesu Kristo akumbuke marehemu zetu toharani, awatoe wote tohara kutoka kwa ajili ya safari yako hiyo iliyotembea katika nchi yetu ya Tanzania. Twakuomba usikie. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako. Utujalie hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na yako sisi na kanisa lako lote takatifu. Bwana, uvipokee vipaji vyetu tunavyokutolea, na uvigeuze kwa fungo la wokovu. Kwa nguvu ya dhabihu hii tuwake moto wa mapendo ya Bikira Maria mama wa kanisa, na tustahili kushiriki pamoja naye zaidi na zaidi katika kazi ya ukombozi kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi.
wewe daima na popote, ni Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, na kukusifu na kukuhimidi na kukutukuza kwa shangwe ipasayo katika adhimisho kwa heshima ya Bikira Maria. Yeye alimpokea neno wako kwa moyo usio na doa, akastahili kumchukua mimba akiwa bikira, na kwa kumzaa Muumba alilea kanisa katika mwanzo wake. Penye msalaba alipokea agano la upendo wa Mungu, na akawapokea watu wote waliojaliwa uzima wa mbinguni kwa kifo chake Kristo kuwa wanawe. Wakati mitume walipokuwa wakimngoja Roho uliyewaahidia, aliunganisha sala zake na sala zao, akawa mfano wa kanisa linalosali. Baada ya kupalizwa kwenye utukufu wa mbinguni, anaendelea kulishindikiza kanisa lako lililo bado safarini, kama mama anavyompenda mwanawe. Kwa wema wake analilinda kanisa katika safari ya kwenda nyumbani mpaka siku ile tukufu ya Bwana itakapotimia. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wote tunakusifu tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana, kweli u mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo 14 na askofu wetu Antoni na Waklero wote.
Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mtume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukiyafuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani nawaachieni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Mtakatifu Inyasi, roho ya Kristo unitakase, mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo unifurahishe, maji ya ubavu wa Kristo unioshe, mateso ya Kristo nguvu yanishibishe. Ee Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwako uniite, uniamuru kwako nije, pamoja na watakatifu wako, nikutukuze milele na milele. Amina. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Bwana ni ngome kwake aliyeonewa, tena ni ngome kwake wakati wa shida. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Nitalishukuru jina lako, Ee Mungu, na kuzitangaza fadhili zako milele. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Yesu alipokuwa ametundikwa msalabani, alimwambia mwanafunzi aliyempenda, tazama mama yako. Tuombe. Ee Bwana, tumepokea amana ya wokovu na ya uzima. Tunakuomba kwa unyenyekevu, ili kwa msaada wa Maria Bikira daima na mama, kanisa lako liyafundishe mataifa yote kwa mbiu ya Injili, na lienee duniani kote kwa kumiminiwa Roho wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mama Maria, Mama wa wote, mama wa wote, Mama Maria, labda tuketi kidogo ili tumalizie
safari ya Mama Maria katika jimbo letu. Kwanza tunawashukuru ninyi ambao mmefika hapa, hata kama ni wachache, lakini kwa mama hakuna wachache. Kwani hata familia zetu tunazaliwa kwa nyumbani, kuna familia yenye mtoto mmoja, na watoto watatu, na 10 na 12, si ndivyo eti? Kwa hiyo na hata sisi tumekuja basi ni watoto wa mama. Ndiye amependa kutuzaa leo. Basi nawashukuruni kwa kushiriki pamoja katika hitimisho hili. Naomba fursa hii kwanza nimshukuru mkurugenzi ambaye amekuja kuungana nasi katika kuhitimisha katika nafasi ya mwisho. Lakini muombe bado Mahadia aweze kusema neno, na niombe yule aliyesaidia kutoa hapa tuanze kuhesabu, sisi tukaisahau hapo tujue ni ngapi. Baadaye tutakabidhi mjumbe wa taifa ni kichoko hapo, na baada tutaongeza hapo kidogo kama kama. Mapadri, karibu kwenye neno kabla tuhitimisha mahali hapa. Mama Maria, mama wa wote. Mimi kwa niaba ya waamini wa parokia ya Kilima Moja, japokuwa wapo wachache, kwa sababu taarifa tumeipata jana usiku kwamba leo mama anakuja kutembelea hapa kwetu. Imani kama taarifa tungeipata mapema, watu wangekuwa wengi, waamini wangejitokeza kwa wingi. Lakini pamoja na uchache, nawashukuru wote ambao wamekubali kuja kushiriki kumpokea mama Bikira Maria katika parokia yetu. Kama vile Yesu mwenyewe alivyomwambia Yohane kwamba tazama mama yako, na mama yake akamwambia tazama mwanao. Basi katika hii safari yake mama katika parokia yetu, basi mama huyu aendelee kututazama sisi sote tulioko hapa, aendelee kuwa mwombezi wetu. Anatambua changamoto zetu na anatambua mahitaji yetu. Kwa kufika kwake kwetu hapa, basi aendelee kututazama na sisi tuendelee kumtazama na kumwendea tukiwa na imani, tukimpelekea sala zetu, kwa sababu yeye yuko karibu sana na mwanaye, ataweza kuzifikisha kwa mwanaye. Kwa hiyo endelee kuwashukuru pia wanautume wa Fatima kwa kuchagua parokia yetu kwa sehemu ya matembezi ya sanamu ya mama Bikira Maria. Nasema asanteni sana na karibuni tena hapa parokiani kwetu. Sasa ningependa kualika rasmi kwamba mje parokiani kwetu kwa ajili ya kuanzisha utume wa Fatima. Kumbuka kipindi nikiwa Morogoro, utume wa Fatima, kumbuka nilishiriki katika utume nikiwa mwanafunzi Morogoro, nikiwa nasoma teolojia na nikiwa shemasi. Niliweza kushiriki utume wa Fatima. Kuna parokia moja kule Morogoro walikuwa wanatushirikisha, kwa hiyo kidogo na ufahamu utume, japokuwa sio kwa undani sana. Nimeshiriki katika utume wa Fatima. Kwa hiyo ningependa kualika, kama utume uko ndani ya jimbo letu, mkurugenzi, basi nakualika uweze kutuletea utume katika parokia yetu. Karibuni sana wana utume wa Fatima katika parokia yetu, na Mungu aendelee kuwa pamoja nanyi. Imani mama ambaye mnatembea pamoja na yeye anazidi kuatia nguvu katika safari yenu, katika utume wenu huu wa kumtembeza mama katika majimbo mbalimbali katika parokia zetu. Basi Mungu aendelee kuatia nguvu katika utume. Tumsifu Yesu Kristo. Asante Padre. Nataka kwa kweli tukialika tutakuja tu namna inatufaa kwenye ya mama katika huu ushike mzizi katika jimbo letu. Naomba mmoja wa viongozi wale wa taifa basi atoe shukrani.
pamoja na waumini wa hapa. Mimi kwa ujumla nasema nashukuru kwa dhati jimbo hili namsemea Mama Maria, nashukuru kwa niaba yake jimbo hili lilivyomtendea mama. Jimbo hili halijamnyima mama kukutana na wanaye ambao wao wanamfuata mwanao Yesu Kristo, japo hawajajiunga kwenye chama hiki ambacho mama amekiamuru kwamba ameamuru watoto kwamba waambieni kila binadamu duniani asali rozari walau mafungu 5 kwa ajili ya amani ya dunia. Sasa kwenye jimbo hili ni jimbo ambalo halina chama hicho, lakini bado tumekuta watu wengi sana wanasali rozari hii. Tumekuta vyama vya Reggio Maria, tumekuta na vyama vya rozari ile shirika la rozari na vyama vingine kama wale wa Mtakatifu Ana wanaendelea kusali rozari. Kwa hiyo shukrani kubwa ni kwa uongozi wa jimbo ambao umeamua kumruhusu mama apite katika parokia nyingi za sala. Mimi nilizania zimeisha, kumbe wanasema bado nyingine nyingi, lakini kwa ratiba siku nilizopewa nisingeweza kuzunguka kwa zote. Lakini kwanza tutamtendea mkutano, watu wengi na wamemshangilia, hakuna walimwacha peke yake, wamekesha naye na sisi tulioandamana naye tunayemsindikiza tumetendewa vyema zaidi. Sana. Kwa hiyo sina maneno mengi, lakini mengi atasema baba mlezi, kwa sababu tumeshamwambia tulivyotendewa. Parokia tulizotembea ni 33 na bado zimemchangia mama, kama ujumbe ulivyokuwa unasema kwamba kazi hii ya mama ili kuwafikia watu wote wafikishwe ujumbe wa kuitumia rozari inahitaji wajumbe watakaokuwa wanatembea kuwafikia. Pamoja na kutuhudumia sisi, jimbo hili limechangia pesa taslimu itakayowezesha watu wengine wafikiwe kufikishiwa ujumbe huu. Tumepokea kutoka kwenye parokia hizi 33 shilingi milioni 4,673,200 ambazo tutaziingiza kwenye akaunti ya utume wa Fatima Taifa, ambapo ndipo kuna ile kamati tendaji na umeneji uenezaji wa ujumbe itazitumia katika kuhakikisha ujumbe unamfikia kila mtu. Katika kila parokia, kila jimbo kuu tunalotembea na majimbo yake madogo, zikipatikana hela zinabenkiwa kwenye akaunti kwa ajili ya kazi ya mama ambaye ametuliza. Na kule tuko waaminifu kuifanyia kazi pasavyo. Tunatamani hata sisi wenzetu watumie rozari waone, kwa sababu maisha sio sala zile ndogo za kawaida, sala ya asubuhi, sala ya jioni, lakini kwa siku binadamu Mkatoliki hasa anapaswa ahakikisha ameshiriki misa na asali rozari. Akikosa nafasi ya misa lakini asali rozari. Ila rozari sio mbadala wa misa. Ni sala ambayo inatuwezesha kuhakikisha tunaweza kuitakatifuza siku na mazingira yetu kila siku. Zaidi sana namwachia baba mlezi mkuu wa taifa ataeleza zaidi. Basi tunashukuru kwa mawazo ambayo yametolewa. Mjumbe ametoa taarifa ya shilingi milioni 4,673. Tunaomba sasa hiyo sehemu tukamilishe vizuri kipengele hicho. Mjumbe wa taifa aje hapa, kile kilichopatikana hapa na wale wa hapa kama ndio hapa mbele takabidhiwa. Mjumbe wa taifa njoo karibu hapa ukabidhiwe kilichopatikana hapa, ili mambo yaweze kwenda vizuri hapa. Nimalize haraka.
utaratibu. Kiwango chetu kinataja shilingi milioni 4,728,200, milioni 4,728,700. Tunashukuru, nadhani tutasaidia sehemu ya utume wetu. Mambo nafikiri yatakuwa yameenda vizuri. Tunashukuruni sana na tunashukuru jimbo kwa wale wengine. Haikuwezekana muda wa kutosha kwenda kila parokia, basi sisi parokia tushiriki na kumwakilisha wengine. Naomba uendelee na mawasiliano tutakapokuwa inahitajika kwa namna yote ile, basi tuwasiliane kwa jambo la kufanya mahali au la kuona kwa mtume pekee. Padri mlezi wa utume wa taifa, nakushukuru pia, labda hapo useme neno kwamba hivyo mlezi kama alivyofanya hivyo mlezi mkuu, kama kuna jambo ambalo tunahitaji kutoka kwake na habari zilizochanganya kwa sura. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuweza kuhitimisha ziara hii katika jimbo hili la Mbulu. Lakini kipekee kabisa nimshukuru Mhashamu Baba Askofu Antony Mabeo, na nitaomba muweze kufikisha shukrani hizi kwa kuturuhusu kuingia katika jimbo hili na kuweza kufanya ziara ndefu ambayo tumeweza kufanikiwa kuzunguka maeneo mengi, na kwa namna hii ametupa fursa pia ya kuweza kulifahamu jimbo, kwa sababu tumefanikiwa kufika maeneo ambayo hatukuwahi hata kudhani kama tungeweza kufika. Kipekee ni kushukuru pia hata wewe mwenyewe Baba Mkurugenzi kwa kuja kuungana pamoja nasi katika kuhitimisha siku hii ya leo, na kushukuru Baba ambaye umekuwa kiongozi katika matembezi haya jimbo kwa muda wote, kufanya kwa bidii kabisa. Niwashukuru shemasi pamoja na mafrati ambao mmeweza kutenga muda wenu katika kushiriki pamoja nasi, na imani kabisa shughuli haikuwa nyepesi, lakini mmeibeba kutokana na mapendo mlionayo kwa mama yetu Bikira Maria. Nina imani kabisa atawarudishia neema na baraka mnazozihitaji katika majifunzo yenu, ili baadaye muweze kuwa watumishi waaminifu wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mwanaye. Nawashukuru Baba Paroko na timu yako yote pamoja na wanaparokia wote kwa kufika na kuweza kutupokea katika zoezi hili la kuhitimisha. Mwenyezi Mungu awabariki sana na muendelee kumfungulia mama yetu Bikira Maria milango ya mioyo yenu, ili aendelee kuweka makao na kuwa mwombezi wenu, kuwa mshauri wenu na kuwa mama yenu muda wote wa maisha yenu. Yeye amepokea moyo mkunjufu kazi ya kuwa mama wa wote, na hivi sisi tuwe wanawe wa pekee, wanawe waaminifu katika maisha yetu. Tuendelee kuombeana. Tumeupokea mwaliko, nadhani tutafanya mawasiliano
kweli kuna nia hiyo na imani, viongozi wako tayari, wanaweza wakaja wakafanya taratibu za kuanzisha huo utume katika jimbo hili. Niseme tu kwamba asanteni kwa yote na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante. Basi tumshukuru Mali Mlezi sasa kwa kwenda kujitokeza kuja kuungana na sisi na kumaliza sehemu. Basi napenda ni shukrani kwa sababu ni wote, basi kwa Padre Mlezi mkuu pombe kidogo kwa sababu moja kwa Mlezi kwa sababu sana. Asante sana kwa mshirikisha. Sasa karibu sehemu yangu kidogo basi. Mama Maria, mama wote, Mama Maria. Mheshimiwa Padre Olivarius, jina la pili silishika vizuri, Kalupale. Baba paroko wetu Padre Rafael, Padre Laswai aliyeteuliwa na Baba Askofu kwa ajili ya utume huu maalum kwa ugeni wa hija ya Mama Bikira Maria, shemasi wetu, mafrateri na wageni wetu wa kitaifa na wenyeji wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kweli ninayo heshima kubwa sana kusimama hapa ili niwashukuru sana kwa hayo yote ambayo yametokea kwa neema, kipindi hiki cha neema kupitia hija ya Mama Bikira Maria katika jimbo letu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Leo ni siku ya mwisho ya matembezi haya katika jimbo letu. Labda padri paroko wa parokia hii, naomba niseme hivi kwamba sehemu zile zote ambazo ugeni wa Mama Bikira Maria umepita, kabla niliwasiliana na kila padri kabla ya ratiba hizi, wakati ratiba zinaandaliwa kwa wiki zinazofuata. Basi hata huku nimewasiliana na wote isipokuwa wewe. Sasa wakati nataka kuwasiliana, nafikiri najaribu kunani, unakuta jambo fulani limeniingilia, alafu inaonekana nikapitiwa. Mara ya pili tena mara ya tatu hayo yametokea. Sasa jana ninakupigia nikijua kwamba unajua ratiba zote ule usiku. Kwa hiyo kumbe haukuwa na taarifa zozote, asipone. Lakini la pili kwamba ratiba hii ilivyoandaliwa pia tuliweka kwenye grupu letu la mapadri wote wa jimbo. Basi padri pia aliniambia yeye hakuwepo kwenye lile grupu, ndio ameingia siku 2-3. Kwa hiyo kama ameingia siku 2-3, ratiba hizo zilikuwa zimeshatumwa, mambo ya nyuma atakuwa yanuni. Lakini basi upande wa pili, ratiba ile pia ilikuwa imetumwa kwenye grupu fulani la halmashauri ya walei jimbo, wale watatu kila parokia. Labda viongozi pia hawakuona. Kwa hiyo basi, lakini hatuko hapa pia hatumlaumu mtu yoyote, ila tunasema basi makusudi ya Mungu sisi hatujui, maana umetumia neno, neema ya Mungu inatosha. Kwa hivyo kwanza tunashukuru mama amefika hapa kwenu. Bila shaka ametuombea sisi sote mapadri, padri aliyeko hapa, jumuiya ya hapa, lakini pia waumini wote, watoto wote wa kilima moja. Mama anawajua, amekuja awatembelee, awaombee pia na sisi kama ilivyo kwa jimbo letu. Kwa hiyo kwa hilo tunaomba radhi kwa hilo lililotokea, lakini sikufanya kwa makusudi. Lakini jaribu kufanya jitihada fulani kama mahali fulani. Kwa ninavyoeleza, itakuwa ni padri pekee tu ambaye mimi sijawasiliana naye kweli. Padri pekee katika wale ambao wote wako kwenye listi ya ugeni huu kupita. Basi hilo naomba basi tuyamalize hilo, lakini wala hakuna yote ambaye, ila tunaomba radhi kwa sababu kwenu sasa imekuja kubadilisha. Lakini
lakini pia inaenda vizuri. Tunashukuru sana. Lingine ni kuhusiana na Baba Olivarius na wote tulioko hapa. Baba Askofu wetu alitamani kuja kuhitimisha ratiba hii ya mwisho, lakini tunajua mababa ratiba zao, hilo kila mmoja anaelewa. Lakini pia makamu wake angeweza kuja, ila makamu yuko kwenye ratiba ya mafungo ya masista wetu wa jimbo, wanaitwa Shirika la Masista wa Mama wa Mkombozi, ambao siku ya Alhamisi ya wiki hii wana nadhiri za daima na wana jubilei pia. Kwa hivyo makamu yuko kwenye mafungo ya kundi moja wapo. Kundi la lingine Padre Mkapuchini ambaye wanamaliza leo mafungo, ambaye anaongoza mafungo kule, ndugu Elia, wote mfahamu kutoka Chuo Kikuu cha Mwenge. Basi mimi nimepata wasaa huu, napenda kuwashukuru kwa niaba ya Baba Askofu na makamu wake, Baba Askofu, niaba ya Baba Askofu. Tunawashukuru sana, tunawatakia baraka za Mungu na Mungu atakuwa pamoja nanyi, hilo naliamini. Kwa vijana wetu waliobahatika shemasi, tunawashukuru mno kukaa karibu na mama wakati wote, pengine kulikuwa na upepo. Tunawashukuru, hongereni sana. Sasa nachoamini kwamba utakuwa umepata neema ya pekee au nguvu ya pekee unapoendea utume wako wa daraja takatifu la upadre. Mafrateri, naamini kwamba mama atawasindikiza katika safari yenu ya wito. Mwisho, hao wageni wetu wa kitaifa ambao wakati wote wametolea sadaka hawajapoteza chochote. Ni sawa na hao waumini wetu waliokuja asubuhi na mapema leo, alafu wamesubiri mpaka saa hizi. Inawezekana pia, alafu tutatoa mfano moja tu mfupi. Inawezekana pia kibinadamu tukasema tumewapotezea muda. Niwaambie mfano mmoja mdogo sana. Tulipokuwa seminarini, kuna siku nyingine unakuta labda hujajiandaa, alafu una mtihani. Tulichokuwa tunafanyaga pia kama matendo ya huko shuleni, mara nyingine inawezekana nasema kwamba sitaenda ile misa ya asubuhi, alafu niende nikajiandae nikasome. Hii imenikuta mara kadhaa. Kwa hivyo sasa, jambo ambalo ni la kushangaza ni hili kwamba siku nikibaki misa sijaenda, unaweza kuta wale wote walioenda kanisani wametoka, mimi hata mstari mmoja sijafaulu kusoma. Hiyo nataka kusema kwamba ninyi msije mkaona kwamba mmepotezewa muda, mmechelewa. Na hivyo kama vile mambo mengi leo yameanza, huwezi kujua katika dakika chache ndio utafanya vizuri kuliko hata siku nyingine kurudi nyumbani. Basi kwa ajili ya hilo naamini kwamba neema ya Mungu itawasaidia. Mwisho kabisa, tunawaombea baraka za Mungu. Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba hamjapoteza lolote. Mwisho tutatoa mfano wa Mtakatifu Gertruda ambaye siku moja aliona maono. Alimwona Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anahesabu dhahabu, vipande vya dhahabu. Akapata nguvu, akapata courage, akapata ujasiri. Akaenda kumuuliza, unafanya nini? Akamwambia, ninahesabu rozari ulizozisali maishani mwako, kama gharama itakayotumika wewe kwenda mbinguni. Kwa hiyo ninaona maono haya ya Mtakatifu Gertruda yanafanana na yale ya Mama Bikira Maria kwa wale watoto wa Fatima alivyomwambia Francisco kwamba wewe itakubidi usali rozari nyingi. Naomba turudi kwamba kila mmoja ana mapungufu yake, ana dhambi. Kila mmoja ana dhambi nyingine nyingi za mauti. Tumeanguka mara nyingi. Je, hizo hazitakuwa sababu za kutosha ili sisi kutokuona wokovu wa Mungu? Ni huruma ya Mungu. Lakini pamoja na hivyo, zile jitihada za kusali rozari, neema ya Mungu itakayotufanya tupende kusali rozari.
Asanteni sana baba padri, niwatakie kila mmoja wetu baraka za Mungu na Mungu atutangulie. Tumsifu Yesu Kristo. Na mwisho, kwa vile sasa inaonekana pia jimbo la Arusha ratiba inaonekana bado haijakaa vizuri ya kupokelewa kwa ugeni wa Mama Bikira Maria, basi nimeelekezwa kwamba tukimaliza hapa turudishe, au mama ataenda kupumzika kule Rotia, ili kwamba wakati wote ratiba itakavyokuwa imepangwa, basi itakuwa rahisi kufuata pale Rotia moja kwa moja, sio pembeni kidogo tena, bali pale barabarani. Kwa hiyo maelekezo niliyopewa jimboni ni kwamba tutarudi kule tupumzike kwanza pale, mama apumzike pale mpaka utaratibu wa huko katikati utakapokuwa ni tayari. Basi nafikiri Father Olivarius, utaratibu huu uko hivi. Asanteni sana. Mchana mwema, Mungu awe pamoja nasi. Mama Maria